Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu kwa dakika chache kabisa nizungumzie yale mazuri ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya 6 ambayo imewekwa na Chama cha Mapinduzi katika vyuo vyetu hivi vya VETA. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tarehe 22 Aprili 2022, wakati akilihutubia Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na mambo mengine, aliahidi kwamba serikali yake itajielekeza katika kuhakikisha wananchi wanapewa elimu ujuzi kulingana na mazingira ya nchi na soko la ajira. Mheshimiwa mgeni rasmi, VETA ikiwa ni taasisi ya serikali inayohusika na utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, inatekeleza sera mpya ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023 sambamba na ilani ya CCM 2021-2025 na 2025-2030, dira ya taifa 2025 na mpango wa taifa wa miaka 5 katika ngazi zote. Utekelezaji wa sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi unachangia kwa kiasi kikubwa katika kuiwezesha Tanzania kupata rasilimali watu mahiri, bunifu na wenye stadi zinazohitajika katika uchumi wa sasa na wa baadaye. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha ubora na umuhimu wa mafunzo ya ufundi stadi, serikali pia imeendelea kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika ununuzi na usambazaji wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia katika vyuo vipya na vya zamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ulivyojionea, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025, serikali inunua vifaa na mitambo ya kufundishia vyenye thamani ya shilingi bilioni 8.4 katika fani mbalimbali ambavyo vilisambazwa katika vyuo vya ufundi stadi 63 nchini, na Chemba ikiwa chuo kimojawapo ambacho kilipata vifaa hivi. Sambamba na hilo, pia serikali kupitia kwa wadau wa maendeleo imeweza kununua na kupokea vifaa na mitambo ya kufundishia yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 892. Kwa mwaka wa fedha 2025-2026, serikali imetenga bajeti shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya kuweka vifaa na mitambo ya kisasa ya mafunzo katika vyuo vikongwe vya mikoa ya Dodoma, Dar es Salaam na Kilimanjaro. Hizi zinalenga kuhakikisha mafunzo yanayoendana na teknolojia ya sasa na mahitaji ya soko la ajira. CCM oyee! Mheshimiwa Makamu wa Rais, katika kipindi cha miaka 5 ijayo, yaani 2025 hadi 2030, serikali kupitia VETA imejipanga kutekeleza yafuatayo: kuongeza ubora na wigo wa mafunzo, kuendeleza walimu katika teknolojia mpya na kukamilisha ujenzi na kujenga vyuo vingine vipya vya VETA. Mheshimiwa Makamu wa Rais, serikali inaendelea kutekeleza jukumu lake la msingi la kuzalisha rasilimali watu wenye ujuzi, stadi na maarifa yanayohitajika katika uchumi wa sasa na wa baadaye. Ujio wako leo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ni fursa muhimu ya kupata mwongozo na maelekezo yatakayosaidia kuimarisha zaidi elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa ujio wako na tunaamini Chemba leo hapa itaondoka na baraka nyingi sana. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nashukuru sana kwa nafasi hii na niwashukuru sana wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa kujitokeza kwa wingi huu. CCM oye! Chemba oye! Asanteni sana. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.